Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kama anwani yetu hapo juu iko wazi, najieleza kwamba leo tunakwenda kumzungumzia jini anayeleta mikosi kwa wanadamu na nuksi kwa wanadamu, bimaana kwamba anaharibu mipangilio ya watu, anaharibu maisha ya watu. Mtu alikuwa na maisha yake na kuna anamharibia, mtu alikuwa na mipango yake na kuna anaivuruga. Kwa ni vyema leo tuieleze ili mtu akajua jinsi gani ya kuepuka, ama kama tayari ameshaathirika basi ajue jinsi gani ya kujinasua katika hali na mazingira kama haya. Na nilisema hili kwa sababu nina uzoefu nalo, kwamba nilishawahi kusaidia baadhi ya watu, tena wawili, wengine wako Tanzania hapa, lakini wawili hao wako nje. Mmoja yuko Qatar na mmoja yupo katika nchi ya Sweden. Hali nizungumza hapa wenyewe watakuwa ni mashuhuda. Niliwahi kuwasaidia katika hali kama hii tunazungumza hapa, lakini ile hali wao wenyewe wako mbali. Kuna vitu tu ukivipata basi unaweza kumsaidia mtu hata akiwa mbali. Siwezi kuvieleza hapa. Hii mada ya leo na kuomba isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida utakwenda kuipata katika hii, na kuna maelekezo unaweza ukayapata, basi hata wewe mwenyewe unaweza kwenda kuyatumia kwa ajili ya kujinasua katika hali na mazingira kama haya. Leo tunakwenda kuzungumzia jini anayesababisha mikosi au nuksi. Na lazima tuelewe, tunapozungumza nuksi au kenda kule Mombasa, watu wengi sana wakimwambia nuhusi ndio anakuelewa. Nuhusi, nuksi ni nini au nuhusi ni nini? Nuhusi maana yake ni kivuli cha shaitani, ni kivuli cha shaitani. Ukisikia nuksi au nuhusi, maana yake ni kivuli cha shaitani. Na hiki kinapatikana kwa sababu kuu tatu. Kinapatikana kwa sababu kuu hizi tatu. Zikipatikana sababu hizi, basi mtu huyu mara nyingi ndio anakuwa na hali na mazingira kama hayo ambayo tumeeleza. Basi zisikilize hizo sababu tatu, kisha baada hapa sasa uangalie, je, katika hizi tatu mimi ninazo? Kuharibikiwa kwa mambo yangu, je, hizi hali tatu mimi ninazo? Kama unazo, basi haraka sana jisaidie mapema, ili mradi hali isiendelee na ukazidi kuvurugikiwa kwa namna moja ama nyingine. Sababu ya kwanza kabisa inayosababisha hali kama hii ni mtu akiwa anaishi au akiwa amekumbwa au akiwa naye jini anayeitwa Ashiq. Anaitwa Ashiq. Na wengi wetu sana tumezoea kumuita jini mahaba. Huyo ukiwa naye ni sababu ya kwanza kupata na hii jini wa mikosi. Na nitaeleza baadhi ya dalili takriban 7 kwamba hizi ukiwa nazo basi unaye huyu jini mahaba. Ya mwanzo kabisa ya kuwa wewe una jini mahaba ni ndoto za kupaa. Yani mtu mara kwa mara wanaota anapaa. Hizi ni dalili ambazo watu wengi hawazifahamu, kuota anapaa. Lakini ya pili, kuota unaogelea baharini ama mtoni ama ziwani, mara kwa mara unaota unaogelea katika mazingira kama haya. Lakini ya tatu, kuota uko shuleni, ushakuwa mtu mzima, li baba, li mama, lakini bado unajiota wewe mwanafunzi wa chekechea, uko shuleni, uko wapi, au upo katika viwanja vile vya shule. Zote hizi ni dalili za jini mahaba. Nyingine ni kuota unanyonya, yani umeshakuwa mtu mzima lakini unaota unanyonya kwenye ziwa la mama. Aidha wewe ni mwanaume au wewe ni mwanamke, unaota unanyonya katika ziwa la mama. Hiyo ni dalili vile vile. Nyingine ambayo hii ndio watu wengi sana tunaifahamu na kuielewa, ni ile mtu kuota anaingilia kama mwanamume na mwanamke kuota anaingiliwa. Kuota anaingilia kama mwanamume na mwanamke kuota anaingiliwa. Zote hizi ni dalili kwamba mtu huyu ana jini mahaba. Nyingine, kuota mjamzito, yani mwanamke anaota kana kwamba ni mjamzito, au muda mwingine anaota anajifungua. Hizi 7 hizi ni dalili tosha kwamba wewe unaye jini mahaba. Na jini mahaba ukiwa naye, tumesema ndiyo anasababisha au anapelekea kupatikana kwa jini wa mikosi au nuksi, ambaye anakufunika kivuli chake. Sheikh, ukiwa na hali kama hii hautoboi.
lazima tu utashuka. Na kama mnaishi katika ndoa, mfano mwanamume na mwanamke mnaishi katika ndoa, alafu mmoja wenu akawa na mazingira na hali kama hii, huenda ikawa sababu ya kipato chenu kuporomoka katika nyumba yenu. Ndio mfano, mwanamume anaweza akawa na maisha mazuri sana, mambo yake mazuri sana, biashara zake zitakwenda vizuri sana, lakini baada ya kuoa mambo yakaanza kuharibika. Nafikiri nimeshawahi kuona jambo kama hilo, yaani mpaka muda mwingine anasema kabisa na mwanamke bwana na nuksi utoka nimeoa mambo yangu yanaharibika. Kweli bwana, huyu mwanamke huenda akawa na hali kama hiyo, pengine umemuoa yule mwanamke na mazingira hayo na bado hujamtibu. Na ndio maana ipo dua, Muislamu unapooa mke kuna dua ya kumuombea. Muombee dua kwanza kabla hujamuingilia. Kwa ile nuksi na wewe unaivaa tamaki, mambo yanaharibika katika nyumba. Kwa hiyo kama unaye huyu ni mahaba, hii ni sababu ya mtu kuharibikiwa na kupatwa na huyu jini wa mikosi ambaye tumesema anaitwa jini huyu ashki, ambaye ukimpata huyu basi automatically utakuwa umempata jini huyo wa mikosi. Sehemu hii kama utakuwa na hoja na swali lote, unaweza ukaweka comment yako hapo chini, au kaniuliza katika namba yangu ya WhatsApp ya 07138111 mwisho 46 au 07568111 mwisho 26. Hizo ni namba za Voda na Tigo. Hiyo ni sababu ya kwanza, kupatwa na jini ashiki au mahaba. Sababu ya pili, kutambuka vitu vibaya. Jini wa kivuli au jini wa mikosi unaweza ukampata kwa sababu ya kutambuka vitu vibaya. Kuna baadhi ya watu sijui waganga, sijui watu aina gani, muda mwingine wanafanya zile kafara zao katika njia panda mle. Mlishawahi kuona nyinyi katika maeneo ya njia panda, mtu amefikia vitu, utakuta muda mwingine njia panda kuna chungu kimefukiwa, labda utakuta kuna darasimu pale, kuna mayai, muda mwingine utakuta kuna nazi zimeandikwa Qur'ani au kuna nini. Bahati mbaya wewe ukatambuka bila kuelewa kama hapa kuna vitu vimetambuka, umewekwa hivi, basi ukitambuka tu unakuwa tayari umeshaivaa ile nuhusi au nuksi au ile jini ushemvaa katika mwili wako. Kwa hiyo baada ya kutambuka, basi utakuta baada ya hapo ndo kila kitu kinaanza kinakwenda kombo, mambo yanakwenda kombo, mambo yanaharibika. Kama una mazingira na hali kama hiyo na ulishawahi kutambuka vitu kama hivyo, elewa kwamba hapo, ndugu yangu, ulitambuka vitu vibaya, na kuna njia unaweza ukatumia kwa ajili ya kwenda kuondosha hali hii, na nitakutajia njia hizo biidhnillah taala. Sikiliza darasa hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, nitakutajia njia hizo ambazo jinsi gani sasa unaweza ukajisaidia na unaweza ukajinasua kutokana na hali hiyo ambayo unayopata. Hiyo ni njia, sababu ya pili. Tunasema sababu siku ngapi? 3. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ambayo mtu anaweza akapata na jini huyu wa mikosi, kuambukizwa. Je, mtu anaambukizwaje? Anaambukizwa kwa kuingiliwa au kuingilia, au anaambukizwa kwa kuazimana nguo. Kwa mfano, labda mwanamke tayari ameshaathirika na jini huyu, alafu huyu mwanamume ukaenda ukakutana naye kimwili yule mwanamke, basi na kwa tayari ameshakuambukiza ile hali yake yeye, na wewe tayari umeshaichukua. Ndio maana baadhi ya watu wanasema kabisa, toka nitembee na mwanamke fulani mpaka leo mambo yangu magumu sana. Kumbe kuna hali imemkuta, lakini mwenyewe alikuwa hajielewi. Kadhalika hata wewe mwanamke unaweza ukaenda kufuatilia tendo la ndoa na mwanamume, kumbe yule mwanamume ana hali hiyo na ana mazingira hayo, kitendo cha wewe kwenda kukutana naye, kila kitu kimeshaharibika tayari. Kwa hiyo njia tatu, jambo la tatu, sababu ya tatu ni kutokana na kuambukizwa. Bi maana mtu kamwingilia mwanamke mwenye hali kama hiyo, au mwanamume kamwingilia mwanamke mwenye hali kama hiyo, au mwanamke ameingiliwa na mwanamume mwenye hali na mazingira kama hayo ambayo kwamba tumeeleza hapo. Au muda mwingine watu wanaazimana nguo, kavaa huyo rafiki yako hajaifua tayari, wewe umechukua na wewe umeitinga mwilini, ikiwa na jasho lake, ikiwa na athari yake, na hii ni mbaya sana hii. Anakwenda mwanamume huyu na yeye anaivaa ile hali. Kwa hiyo kisha ivaa sasa hii, na wewe unakuwa tayari ushapatwa na jini na hali kama hiyo ya nuhusi au nuksi. Sasa twende kutajia namna gani unaweza ukajiokoa, kujisaidia katika hali na mazingira kama hayo. Jambo la kwanza, chukua maji kwenye beseni. Yale maji yasomee kwanza sura zile 14 za wau. Sura 14 za wau. Bimaana kuna wadhuha, kuna walaili, kuna wasamai dhatil buruj, kuna wasamai wa tariq, kuna wanaziati gharqa, kuna watini wa zaituni,
kuna wailul likulli humazatin lumadha, kuna takriban zipo 14 inshallah. Ukizihitaji naweza nikakutumia hizo sura katika nini, katika WhatsApp ukazipata na ukazielewa. Hizo ziko 14, lakini baada ya hapo kuna aya takriban 3 unaweza kutumia vile vile katika dua yako au katika dua yako hiyo, yaani unasomea ni maji katika hali kama hiyo, na zipo aya hapo takriban 3. Ukipenda aya hizo inshallah vile vile naweza nikakutajia kama utazihitaji. Moja inapatikana, 2 zinapatikana katika suratul Baqara na moja inapatikana katika surati Taha. Ziko 3 nazo vile vile utazisomea hapo hapo katika hayo maji yako ambayo kwamba wewe unakwenda kujisaidia, kujikinga na kuondosha au kujitibu katika hali na mazingira kama hayo ambayo kwamba tumeeleza hapo, ya mtu kupatwa na jini ambaye anapelekea anasababisha kivuli. Mtu kinaweza kikampata hali ya kuwa mwenyewe haelewi kama kivuli hiki kimelipata kwa sababu gani. Inshallah kwa leo mimi nitaishia hapa. Ukitaka msaada zaidi, basi unaweza kanicheki katika namba yangu hiyo ya WhatsApp, tukafahamishana, tukaelekezana vizuri. La kama umetosheka, basi ukitaka hizo aya unaweza kanitumia tu message, basi shekhe, naomba na hizo aya, mimi hizi za wao unazijua, naomba hizi aya. Basi hizo aya nitakutajia, wala hazina gharama yote, ni free of charge. Wewe nitumie tu message, wala usinipigie shehe. Wewe nituma tu message, mimi nataka hizo aya 3, basi mimi nitakutumia hizo aya 3 kwa njia ya message, ili ukasome mwenyewe inshallah, ili uweze kujisaidia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ukitaka kumshughulisha mtu shehe, itabidi umlipe. Nataka unifanyie mimi, utakasta kufanyia bure. Kwa hiyo nimekueleza hizi, basi kafanye wewe mwenyewe ili uweze kujiokoa na kujiondosha katika hali na mazingira kama hayo ambayo tumeyaeleza. Kwa leo tuishie hapa inshallah. Tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.